Bana, kumekuwa kuna story nyingi sana ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Yote hii ni mara tu baada ya Mwijaku kuweza kuonekana kabisa kwamba ndo kisa cha wadada wawili kuweza kugombana ikiwa inaonekana kabisa kwamba Mwijaku alikuwa ndo kama sponsor wa wadada hao. So walikuwa wameshindwa kuelewana na kuweza kudhalilishana, kuweza kujipost kwenye mitandao ya kijamii. Hata pia Waziri Dorothy Gwajima aliweza kupost kupitia ukurasa wake wa kijamii kwamba wadada hao lazima watachukuliwa sheria mkononi. So leo pia kumeibuka na story nyingine ambayo ni mpya baada ya kuonekana kabisa kwamba Mwijaku naye pia atajumuishwa kwenye hiyo kesi. Aliweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo caption yake ilikuwa inasomeka hivi: ndugu wananchi, lejeeni taarifa yangu ya umma tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2025 kuhusiana na mada tajwa hapo juu. Jeshi letu la polisi linaendelea kutimiza wajibu wake wa kisheria kuhusiana na kuwahoji wahusika wote wa tukio hilo. Aidha, kwa upande mwingine jamii nayo imeendelea kuhoji mbona aliyetajwa kuwa ni Mwijaku hakamatwi. Ndugu wananchi, napenda kuwahakikishia kwamba Mwijaku aliyetajwa kwenye video kama ndo mgogoro wa mabinti hao, naye atahojiwa kwa mujibu wa sheria, na baadaye wizara yangu itaona ni nini ifanye kuhusu mustakabali mzima wa maadili ya jamii na nafasi ya huyo Mwijaku na wengine wote wenye nafasi zenye kuchochea kasi ya athari chanya au hasi kwa maadili ya jamii. Aidha, naombea tuwe watulivu na tuendelee kufuatilia taarifa za jeshi la polisi. Aliyesema hayo Waziri Dorothy Gwajima. So hiyo ndo story ambayo imeendelea kwenye mitandao ya kijamii. Yote hii tu ni mara tu baada ya kuonekana kabisa kwamba kama Mwijaku atiliwi sheria, na kama unavyojua kwamba sheria ni msumeno, hukata pande zote mbili. So hata pia Mwijaku anaonekana kabisa kwamba ni moja kati ya watu ambao wataingia kwenye mahojiano na jeshi la polisi baada ya video kuweza kuvuja kwenye mitandao ya kijamii, wa dada wawili wakijishuti, lakini pia kudhalilishana, kisa na sababu ikiwa ni Mwijaku. Kwa kweli, kama mdau wa burudani, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye comment hapo. Naitwa Askofu Msela on this one. Until next time, bye bye.